Tunamuomba na Mwenyezi Mungu pia atujalie hili jambo lisije likatupata tena. Vijana wa sasa hivi wana mihemko, sasa waache mihemko, wasitafute kutupeleka sehemu mbaya. Kwa imani yako basi liombee taifa libaki kuwa salama. Kwa mimi nawasihi wa Tanzania tudumishe upendo, tudumishe amani, tufanye ibada, tumuombe Mungu atuvuke hapa tulipo. Kila matukio yanapotokea tunaambiwa bodaboda. Mimi naona pia sio jambo zuri. Vijana wamekuwa na mihemko ya mitandao hii ya kijamii. Wanavyoona kwamba nchi zingine na wao kwamba wanatamani kwamba iwe vile. Wakiona wenzao wao kwamba wanaishi katika hali ya juu, wala haangalii kwamba ujuu wao utokana na nini. Wao wanataka kwamba leo wazaliwe, kesho wawe matajiri. Ushauri wangu, kabla hujafanya kitu ujaribu kufikiria mbele. Sababu vijana wenzangu waliojaribu kuandamana huenda wakufikiria athari zitakazotokea baada ya kitu wanachokifanya. Tunaomba turudishe amani yetu kama sisi vijana. Tupambane. Ndio vijana sisi wa Tanzania ni nguvu yetu ya kesho. Tanzania ni yetu. Watu waendelee kukaa kwa amani. Tanzania taifa la amani, na tujivunie kwa amani ambayo tulikuwa nayo kwa kipindi chote mpaka sasa hivi. Hapo watu ambao kazi yao wao ni kuchochea, kuona kwamba amani yetu tuliokuwa nayo kwa muda mrefu wanaona kwamba ni amani ambayo imekuja tu kiajabu ajabu. Hapana, amani hii imeenziwa na wazazi wetu tokea enzi na enzi. Kwa hiyo hawa mimi specific hawa watu ambao wanachochea amani, hawa watu wanaowachochea vijana ni watu wenye akili zao timamu, ni watu wenye shughuli zao, ni watu ambao wanaelewa. Kwa hivyo mimi nadhani, ndugu mwandishi, tufike mahali hili jambo lisijirudie, kwa watu wenye akili timamu lisijirudie. Kwa hiyo sisi na vijana wetu, mimi nadhani sisi watoto wetu tuwaelimishe, lakini mimi nadhani jambo hili lisijirudie tena.